Karibu kwa matangazo ya Dira ya Dunia, lakini kwanza mukhtasari wa habari za dunia ukisomewa na Roncliffe Odit. China imelipiza kisasi ushuru uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump, hali ambayo imetishia kusababisha vita vya dunia vya kiuchumi. Miongoni mwa hatua zilizowekwa na utawala wa Beijing ni ushuru zaidi wa 34% kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka Marekani. Hatua hiyo sasa imewiana na ushuru uliotangazwa na Trump siku ya Jumatano. Utawala wa China vile utadhibiti uuzaji wa madini ya thamani zinazopelekwa katika masoko ya Marekani. Uchina pia imetangaza kuwa kampuni zaidi za Marekani zitajumuishwa kwenye orodha ya makampuni yanayoaminika. Ripoti zinasema mikakati hii itaanza kutekelezwa kuanzia kesho. Kwingineko, hatua ya Rais wa Marekani ya kutangaza ushuru mpya wa 20% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Muungano wa Ulaya imejadiliwa sana katika mkutano wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO unaoendelea nchini Ubelgiji. Mawaziri wa mambo ya nje ya Muungano wa Ulaya wamemhoji Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuhusu ushuru huo, licha ya mkutano huo kuwa wa kujadili masuala ya usalama. Mawaziri hao wanaishtumu Marekani kwa kuhujumu udhabiti wa uchumi wa NATO na pia kuhatarisha mahusiano ya Marekani na mataifa ya Ulaya. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Melanie Joly amesema kuwa mataifa ya Ulaya yanastahili kutambua kuwa uhusiano wao na Marekani umebadilika. What we've said is we take stock of what the US has done, and at the same kile ambacho tunasema ni hiki: tumenakili masuala yote ambayo Marekani imefanya, na wakati huo tunafahamu wazi kwamba uhusiano wetu hautakuwa kama ulivyokuwa hapo awali. Wao wanataka kubadilisha mifumo ya utendaji na tunafahamu hilo, na ndio maana sisi tunataka kuhakikisha kwamba tunafikiana kuhusu mkataba wa kibiashara na usalama, kwa sababu masuala haya hayawezi kutenganishwa. Because both cannot be siloed. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Roncliffe Odit. Aliyekuwa rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol ameomba radhi kutokana na matendo yake akiwa madarakani baada ya mahakama ya upeo nchini humo kuidhinisha kuondolewa kwake madarakani. Mahakama hiyo inasema kuwa uamuzi wa Yoon Suk Yeol wa kutangaza utawala wa sheria za kijeshi uliodumu kwa muda mfupi Disemba mwaka uliopita ulikuwa na athari kubwa. Uamuzi wa kumuondoa madarakani uliidhinishwa na majaji wote kwa pamoja, na kuwa uchaguzi mkuu nchini humo unapaswa kuandaliwa katika kipindi cha siku 60 zijazo. Katika barua fupi aliyowaandikia raia nchini humo, Yoon amesema anajuta kwa kutokidhi matarajio ya raia. Kulikuwa na wasiwasi kuwa maandamano ya kupinga kucheleweshwa kwa uamuzi huo uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na gamu ungegeuka na kusababisha machafuko, lakini mpaka sasa maandamano hayo yamesalia kuwa ya amani. Katika taarifa nyingine, jeshi la Israel limeanzisha operesheni ya ardhini katika eneo la mashariki mwa mji wa Gaza ili kutanua eneo la usalama lililoanzishwa katika ardhi ya Palestina. Israel imekuwa ikijaribu kukatiza usafiri kati ya mji wa kusini wa Rafah na Khan Yunus. Israel ilianzisha tena operesheni za kijeshi ili kushinikiza Hamas kukubali masharti yake ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka, lakini Hamas imesema inakubali mpango kutoka kwa wapatanishi wa kikanda, Misri na Qatar pekee. Mwanadiplomasia wa Palestina Salah Abdel Shafi, ambaye ni balozi wa Palestina nchini Austria, Slovenia, Croatia na pia mwangalizi wa kudumu wa Palestina katika Umoja wa Mataifa mjini Vienna, amemlaumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kuchelewesha mazungumzo hayo ya kusitisha mapigano. I think Hamas reacted positively to many proposals. Nadhani Hamas iliafiki mapendekezo mengi yaliyowasilishwa na wapatanishi kutoka Misri, Marekani na Qatar. Lakini ni wazi kuwa Netanyahu pia anataka vita viendelee ili kujiridhisha binafsi na muungano wake wa kisiasa. Zaidi ya yote, Netanyahu anataka kusalia madarakani badala ya kuafikia mkataba wa kusitisha mapigano katika eneo la Gaza. Power than reaching a deal in Gaza, a ceasefire deal. Na panya mmoja anayenusa mabomu ya ardhini nchini Cambodia ameweka rekodi mpya ya dunia kwa kuwa panya wa kwanza kuibua zaidi ya mabomu 100 ya kutegwa ardhini na mabaki mengine ya zana za kivita ambavyo vinaweza kusababisha maafa. Panya huyo kwa jina la Ronin ni panya mkubwa kutoka bara Afrika na amekuwa akifanya kazi katika jimbo la Preah Vihear kaskazini mwa Cambodia kwa zaidi ya miaka 3. Ahmed Bahaj ana maelezo. Shirika la kutoa misaada ya kutegua mabomu yaliyotegwa ardhini lililo na makao yake nchini Ubelgiji la Apopo limesema Ronin pengine anaweza kuendelea na jukumu hilo la kuibua mabomu ya kutegwa ardhini kwa miaka mingine 2.
Taifa la Cambodia bado limejaa maelfu ya mabomu yaliyotegwa ardhini kufuatia miongo mitatu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwishoni mwa miaka ya 90. Hapo awali wanaharakati walisema walishangaa kwamba baadhi ya nchi zinaweza kuanza tena kutumia mabomu ya kutegwa ardhini licha ya madhara yake. Nchini Tanzania, shirika hilo la Apopo pia linatumia panya wa kunusa ili kutambua watu wanaougua ugonjwa wa kifua kikuu. Hii ni BBC. Shukran Ron Cliff Odit kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Matangazo ya msikilizaji ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM radio shirika mbalimbali kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jioni hii uko na Mikaro Robi na mwenzangu Sarafina Robi ambaye atakuletea mjadala wetu wa wiki hapo baadaye, tukiangazia mizozo ya Sudan na Sudan Kusini. Lakini kwa sasa tutuame kwa taarifa zinazogonga vichwa vya habari, ikiwa hii ya ushuru ulioanzishwa na uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kuongeza ushuru wa bidhaa zinazoingizwa nchini humo umezidi kuyaporomosha masoko ya hisa ulimwenguni, huku China ikijibu kwa kuziwekea bidhaa za Marekani nyongeza asilimia 34 ushuru. Wawekezaji wanahofia kutashuhudiwa mfumuko mkubwa wa bei na ukuaji wa uchumi utashuka kote duniani. Beldin Waleula na taarifa zaidi. Hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru wa asilimia 20 kwa bidhaa kutoka Ulaya ni jambo ambalo limeangaziwa pakubwa katika mkutano wa Jumuiya ya kujihami ya NATO ambao unaendelea kwa sasa nchini Ubelgiji. Mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka mataifa ya Ulaya wamekashifu hatua ya Marekani, wakisema inatishia ukuaji wa uchumi wa bara hilo na Umoja wa Mataifa ya Transatlantic. Akizungumza na wanahabari alipowasili katika mkutano huo wa NATO hii leo, waziri wa mambo ya kigeni wa Canada Melanie Joly amesema Ulaya sasa inafaa kukubali kuwa uhusiano wao na Marekani kuanzia sasa umebadilika. What we've said is we take stock of... Kile ambacho tumesema ni kwamba tunatilia maanani kila kitu ambacho Marekani imefanya, tukijua uhusiano wetu hautakuwa sawa tena. Na huu ndio ujumbe wangu kwa Ulaya. Uhusiano wao na Marekani hautakuwa kama ule wa zamani. Wanataka kufanya mambo na utofauti, na tunaelewa hilo. Na ndio maana tunataka tuwe na mkataba wa kibiashara na pia kwa usalama, kwani zote mbili haziwezi kutenganishwa. Because both cannot be siloed. Soko za hisa kote ulimwenguni zimekuwa zikinakili hasara tangu Donald Trump kutangaza ushuru huo mpya siku ya Jumatano. Masoko ya hisa bara Ulaya yalianguka siku ya Alhamisi. Soko la hisa la Japan Nikkei pia linakili hasara ya 3%, huku soko la hisa nchini Korea Kusini na Australia pia zilirekodi hasara. Mkurugenzi wa awali wa shirika la biashara duniani WTO Pascal Lamy ameiambia BBC kuwa anaamini uchumi wa Marekani utaathirika pakubwa na sera mpya za Trump. Aliongezea kuwa pande zingine za dunia zitajitenga na Marekani ili kujikinga na athari zitakazotokana na ushuru mpya wa Trump. Kuna kisiwa ambacho kimezingirwa na ushuru kwa 13% za bidhaa zinazoingizwa nchini humo, na bado una 87% ya bidhaa zinazoingizwa ambazo bado wanafuata mkataba wa shirika la biashara duniani WTO, ambapo wanachama wake hawaamini ushuru huo mpya. Janet Mui ambaye ni mkuu wa kuchambua jinsi soko za hisa zinaendelea katika shirika la RBC Brewin Dolphin mjini London ameambia BBC kuwa mtikisiko ulioshuhudiwa katika soko za hisa unaashiria wasiwasi wa uchumi kudorora. Hatujawahi kuona ushuru unaoathiri kila mtu na kuleta mtafaruku katika uchumi wa dunia katika historia ya sasa. Kwa hivyo kuna sintofahamu katika masoko mengi na jinsi ya kuweza kusonga mbele. Kwa hivyo hiyo inaleta wasiwasi wa uchumi kudorora nchini Marekani na kote duniani, na ndio maana masoko ya hisa yamekuwa yakiporomoka kuanzia jana. Aidha, Rais wa Marekani Donald Trump ametetea hatua yake ya kuongeza ushuru katika bidhaa zinazoagizwa nchini humo licha ya masoko ya hisa kuanguka kote ulimwenguni. Soko la hisa nchini Marekani limerekodi kuanguka kwa hisa kwa asilimia kubwa ikilinganishwa na kipindi cha janga la COVID-19. Trump amepuuzia msukosuko ulioshuhudiwa, akisitiza kuwa uchumi wa Marekani utanawiri. Hili lilitarajiwa. Huyo ni mgonjwa ambaye alikuwa hali mahututi. Tulirithi uchumi mbaya na shida nyingi, ikiwemo kufungwa kwa viwanda kote nchini. Tumepoteza viwanda vingi sana, tena zaidi ya 90,000 na zaidi ya ajira milioni 6. Lilikuwa ni taifa linalougua na lilifanyiwa upasuaji katika siku ya ukombozi. Taifa letu litanawiri, hali
itakuwa nzuri. Tunaona kwa mbali matrilioni ya pesa yakija. Trillions of dollars committed to come in. Trillions. Na msikilizaji, umesikia hapo, lakini Marekani imetangaza kuwekeza matrilioni ya dola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi yenye utajiri wa madini. Lengo haswa ni kutaka kuisaidia DRC kumaliza mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Hiyo ni baada ya mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump anayehusika na kumaliza ziara ambaye anahusika na masuala hayo ya DRC kumaliza ziara yake mjini Kinshasa tangu jana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ina hifadhi kubwa ya kobalti, lithium na urani ni miongoni mwa madini mengine imekuwa ikipambana na wasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Mwandishi wetu wa Kinshasa Mbelechi Msoshi na taarifa zaidi. Kulingana ikulu ya Kinshasa, majadiliano kati ya mshauri mkuu wa rais Donald Trump anayehusika na Afrika Massaid Boulos na rais Tshisekedi yalilenga zaidi hali ya usalama mashariki mwa DRC na matarajio ya kiuchumi kati ya Marekani. Ziara hii ya mshauri huyu wa Trump inajiri wakati Kongo ilitangaza kuanza ushirikiano wa madini na Marekani iwapo itasaidia mamlaka ya Kinshasa kuleta amani. Madini ya Kongo yanayotumika kutengeneza simu za mkononi na betri za magari ya umeme kwa sasa yanatawaliwa na China na makampuni yake ya uchimbaji madini. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC. Nisikia kuhusu mkataba wa madini. Tumearifiwa kuhusu pendekezo la DRC na ninafurahia kutangaza kwamba rais na mimi tumekubaliana kutafuta njia ya kuangalia vipi tunatekeleza pendekezo hilo. Natazamia kufanya kazi na Rais Felix Tshisekedi na timu yake kuanzisha uhusiano wa kina ambao unanufaisha raia wa Marekani na wa DRC. Tutasisimua uwekezaji wa sekta ya kibinafsi ya Marekani nchini Kongo, haswa katika sekta ya madini, kwa lengo la pamoja la kuleta maendeleo katika nchi zetu mbili na uwekezaji wa mamilioni ya dola. La prospérité de nos deux pays. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Kuhusu vita vya mashariki mwa DRC, mshauri mkuu wa rais Trump aliyehusika na Afrika alisema Marekani inasalia na nia ya kusaidia kumaliza mzozo huu. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Lakini hakuwezi kuwa na ustawi wa kiuchumi bila usalama. Kwa hivyo tulijadili pia mgogoro wa mashariki mwa DRC ambapo Marekani inabaki na msimamo wa kuunga mkono mwisho wa mzozo huo, na tunajadili hatua zinazofuata na washirika wetu wa Kongo. Tunatamani amani ya kudumu ambayo inathibitisha uadilifu wa eneo la DRC na uhuru wa DRC na kuweka misingi ya uchumi wa kikanda. Et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Joseph Bangakia, mbunge wa DRC na pia kiongozi wa kundi la urafiki la wanabunge wa Kongo na Marekani, amesema kwamba wanabunge wanatayarisha mswada unaolenga kuboresha hali ya biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo na mashirika mbalimbali, madini ya Kongo yamekuwa miongoni mwa vyanzo vya vita mashariki mwa nchi hiyo, na maeneo ambayo yalitekwa na kundi la M23 ni sehemu ambayo ina utajiri mkubwa wa madini. Mbelechi Msoshi, Dira ya Dunia, BBC. Na shukran. Kiungo wakati wa Manchester City na nahodha wa klabu hiyo Kevin De Bruyne amethibitisha kuwa ataondoka klabu hiyo baada ya kumalizika kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025. Kila hadithi hufika ukingoni, lakini huu ndio umekuwa ukurasa bora zaidi. Kiungo huyo wa Ubelgiji aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii. De Bruyne mwenye umri miaka 33 ambaye pia ndiye nahodha wa klabu hiyo ameshinda mataji 16 tangu wajiunge na The Citizens mnamo mwaka 2015, ikiwemo mataji 6 ya ligi kuu ya Premier na taji moja la mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya, yani Champions League mwaka 2023. Klabu ya Everton imelaani vitisho vya kuuawa vilivyotolewa dhidi ya beki wao James Tarkowski na familia yake kufuatia mlinzi huyo kumchezea vibaya Alexis McAllister katika mtanange wa Merseyside waliocheza dhidi ya Liverpool. Tarkowski alipewa kadi njano, lakini chama cha waamuzi wa soka la kulipwa nchini England kilisema alipaswa kupewa kadi nyekundu. Katika taarifa, klabu hiyo imesema
amesema Everton inalaani vikali aina yoyote ya vitisho vinavyoelekezwa kwa wachezaji, wafanyakazi au familia zao. Katika mtandao wake wa Instagram, mkewe Tarkowski, Samantha, amesema unyanyasaji huo ulikuwa zaidi ya kuchukiza. Uongozi katika klabu ya Everton umesema unashirikiana na mchezaji huyo pamoja na mkewe na wapo tayari kuyashirikisha makampuni ya mitandao ya kijamii ili kuisaidia polisi katika uchunguzi juu ya vitisho hivyo. Nikija barani Afrika, katika michuano ya AFCON ya vijana walio chini ya umri wa miaka 17, Uganda iliandikisha ushindi wake wa kwanza baada ya kuilaza Tanzania bao 3-0 katika uwanja wa Bashir Mohamedia nchini Morocco. Simon Wanyama aliwaweka Uganda kifua mbele kunako dakika ya 61 baada ya kusaidiwa na James Bogere. Richard Okello baadaye alifungia Uganda bao la pili katika dakika ya 85. Vijana wa Taifa Stars walimaliza mchezo huo wakiwa na upungufu wa wachezaji baada ya beki wao Hussein Ali Mbegu kupewa kadi nyekundu mapema katika kipindi cha lala salama. Uganda sasa watasubiri kucheza mchezo wao wa mwisho wa makundi dhidi ya Zambia siku ya Jumapili ili kujua hatima yao, na ushindi dhidi ya Zambia utaipeleka Uganda moja kwa moja kwenye michuano ya kombe la dunia la vijana walio chini ya umri wa miaka 17. Nikirejea nchini England, meneja wa Tottenham Ange Postecoglou ameukosoa mtambo wa uamuzi wa VAR na kusema unaharibu mchezo wa kandanda. Postecoglou amesema hayo baada ya mechi kati ya Spurs na Chelsea ambapo VAR ilifuta bao la kiungo wa Spurs Pape Sarr kutokana na Moises Caicedo kuchezewa vibaya kuelekea kufunga bao hilo. Chelsea walishinda mechi hiyo bao 1-0, lakini meneja huyo hakufurahishwa na uamuzi wa mtambo huo wa VAR. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti. Mimi ni Shuaib Ibrahim.